taarifa fupi ya matokeo namna taaluma ilivyo shuleni kwa mwaka 2024 na 2025. Basi nitakuwa taarifa fupi tu. Nashukuru sana. 2024 darasa la 7 wanafunzi walikuwa 40, ila leo katika 40 waliofaulu walikuwa na wanafunzi 14. Sawa na daraja D, wastani ulikuwa ni 112.225, asilimia 35. Mwaka 2025 wanafunzi waliofanya mtihani darasa la 7 walikuwa ni 38, walioweza kufaulu ilikuwa ni 25, sawa na ufaulu wa daraja C, wastani wa 133.57, sawa na asilimia 66. Kwa upande wa darasa la 4 mwaka 2024 waliofanya mtihani walikuwa ni 35, wakafaulu 25, sawa na daraja D, wastani wa 93.54, asilimia 21.47. 2025 wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa ni wanafunzi 48, kati ya 48 wote walifaulu, sawa na wastani wa daraja C, na wastani mwingine daraja C ya wastani ni 135.17, sawa na asilimia 100. Kwa hiyo ukiangalia hizo takwimu tumeona kwamba tumepanda, tumekaza, tumeweka buti, niseme tumekaza kabisa. Baada ya kuja hapa mimi mwalimu mwaka jana, basi niliungana na timu yangu, walimu wenzangu, niliitisha kamati ya shule, uongozi wa kijiji, wote tukakaa kwa pamoja kwamba matokeo yalikuwa juzi yalikuwa ni mabaya, hayakuridhisha. Sasa tukasema tufanyeje sasa? Lazima tutoke 2024 twende mbele, sio kurudi mbele. Kwa hiyo tulichokifanya, tuliweka mikakati namna gani ya kutoka pale ambapo tulikuwa tunashika mwaka 2024. Na kweli mikakati tulifanikiwa. Cha kwanza kabisa tuliona kwamba kulikuwa na upungufu wa walimu. Kweli 2024 baada ya kumalizia kulikuwa na upungufu mkubwa wa walimu. Walimu wanapopungua sana, ukidhiri, basi hapo inaleta changamoto. Lakini mimi nilipofika nilipambana nikapata walimu angalau wawili, basi nguvu ikaongezeka. Kwa hiyo ndio tukakaa hapo sasa, tukaanzia hapo. Namna gani ya kupanda mbuga. Wanafunzi ni wetu, shule ya msingi mbuga ukishafika, shule ni ya kwako. Lazima ukubaliane wanafunzi. Na lengo kubwa la walimu wetu kufundisha shuleni, kufundisha wanafunzi. Hicho ndio kikubwa. Au wengine ni ya kawaida, lakini lengo kubwa taaluma. Wanafunzi wasogee, waende sekondari, baada hapo wapate maisha mengine. Kwa hiyo sisi tulipambana kushirikiana na walimu, kamati ya shule, na uongozi wote wa kijiji, pamoja na serikali, uongozi wote wa kata, wilaya kwa pamoja. Tukaweza kufanikisha haya na matokeo mpaka sasa hivi mwaka jana ni mazuri kutoka 2024 kwenda 2025, na niwahakikishie na mwaka huu Mungu aendelee kusimamia, aendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo mheshimiwa, niona ni kamati yako kwa kuwa umeona hili ni jambo jema. Siku zote mtu akifanya vizuri anapata. Na sisi hatutakubali kufanya tena vibaya. Lazima tutakanyaga kijiti, tutasogea. Hakuna kurudi nyuma, walimu wangu wako fiti, kamati ya shule safi na kamati nyingine ya utendaji kuanzia kwa ngazi ya kitongoji mpaka wazazi wote tuko pamoja, tunaelewana. Sasa kikubwa ni hicho. Ukishakosekana muunganiko wa namna hiyo, basi mambo hayawezi kwenda. Lakini hiyo cheni na kisha tunaendelea kuiunga, hatukubali ikatike. Sasa hiyo ndio inaonyesha matokeo. Kwa kweli mimi sijawahi kupata sehemu nyingine namna hii, pengine nimeanza kufanya kazi. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu na mheshimiwa alikuwa ni kuiona hili kwa jicho la pili kwamba kazi imefanyika. Nashukuru sana katika hilo. Mimi nakushukuru. La kwanza kabisa naahidi kwamba mwaka jana 2025
darasa la 7 tumefaulisha kwa daraja C. Mwaka huu tutakwenda sababu uwezi ukatoka C ukaenda A, labda tutumie protocol, unatoka A, yaani unatoka C unaenda B. Unatoka B unalenga A. Kwa hiyo tumelenga daraja B kwa darasa la 7. Kwa darasa la 4 ni 100% hata kipengele. Sawa. Kingine ni kuweka mipango thabiti ya kushirikiana na kamati ya shule na uongozi wote wa kijiji kuhakikisha wanafunzi wote 100% wanapata lishe shule. Kwa sababu lishe ndio inafanya wanafunzi waendelee kupata nguvu ya kusoma. Kama masomo sasa hivi mengi, darasa la 3 ndio kusoma masomo 7. Tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo masomo 7 unamuingizia mtoto anapoingia kuanzia asubuhi saa 1 mpaka hadi afikishe saa 8:30 ajala chochote. Kwa hiyo taaluma inaweza kushuka. Kwa hiyo tutaweka mipango kuhakikisha chakula kinapatikana shuleni kwa 100%. Sababu na hilo, uongozi ulio bora thabiti. Kuanzia ngazi ya kwanza kabisa ya kijiji, ya kitongoji mpaka ngazi ya wilaya. Tutahakikisha hapa katikati tunakuwa na mawasiliano yaliyo mazuri. Changamoto yote inayotokea tunakuwa tunafanya mawasiliano ya haraka kwa pamoja, kwa sababu hayo yakikosekana katika kwa tunaangalia leo tunaonesha mheshimiwa hapo afisa mkata ndio diaba hiyo, lazima tutaendelea hapo. Hiyo yote ni ushirikiano mkubwa ulioko hapo, kwamba jamii na 30% za kupambana na watu wengine 10% viongozi kama kamati ya mheshimiwa diwani na kamati yake 10%. Maneno kama ya kuzungumza kwamba kuhamasisha watu, kuhamasisha viongozi wengine kwamba hivi napaswa kwenda hivi ili cheni sikatike, tuweze kufanya mambo yaliyo mazuri. Pia sababu na hilo ni kupata ushirikiano mkubwa. Ukiangalia upande wa wanafunzi, wale wanafunzi wana changamoto za hapa. Nishukuru kama walimu wangu jeshi. Sasa jeshi la wanafunzi ili hapa Ibuda ni kama jeshi, kwamba wanafunzi wana changamoto nyingi sana, lakini kabla ya kuchukua hatua zozote huwa wanafunzi tunapata muda wa kuzungumza. Tunasema kuna shida moja mbili tatu, tunaweza kuwasaidia kisaikolojia. Kwa sababu mtoto anaweza kuwa makini, lakini kuna mambo yanamfanya asiwezi kwenda vizuri katika masomo yake. Lakini walimu ndio kazi yao kuwapa, kuondoa ule msongo wa mawazo, kwamba hiki kinatakiwa kwenda hiki, lakini hiki kiende hivi. Walimu ndio kazi yao na kazi kubwa ni kufundisha. Kwa hiyo ni hivi mheshimiwa diwani na kamati yote kwa jumla ya kwako na walimu wote hapa tutaendelea kupambana, hakuna kurudi nyuma. Mimi nisiseme mengi, nimshukuru Mungu kwa ujio wenu. Tuko pamoja na ninyi na tutaendelea kushirikiana. Baada ya kusema haya, nashukuru sana na Mungu awabariki.